Katika mazungumzo yetu, kwanza tumemshukuru kwa kufanya ziara yake ya kwanza toka alipochaguliwa kwa rais katika nchi yetu. Jambo hili ni la muhimu kwa kuwa linaonyesha jinsi gani uhusiano baina ya Msumbiji na Tanzania ulivyo imara. Lakini vile vile ziara hii italeta chachu ya kuendeleza ushirikiano baina ya nchi zetu mbili. Sasa katika mazungumzo yetu ya leo ni kwamba tumeonyesha maeneo yenye fursa ya ushirikiano kati yetu. Bila shaka kuna maeneo mengi, lakini kwa hapa Zanzibar fursa ziko katika maeneo ambayo tumeyataja kama matatu makuu. La kwanza ni eneo la utalii, na wao wamefurahi sana kuweza kupata fursa ya kushirikiana nasi katika kujifunza, kubadilishana uzoefu juu ya eneo la utalii, kizingatia kwamba Mozambique kama ilivyo Zanzibar ina sehemu kubwa ya fukwe au tuseme eneo la coast. Kwa hiyo wamependa kujifunza kutoka kwetu kutokana na hatua tulioipiga hapa Zanzibar, tukiwa sehemu kubwa ya uchumi wetu inaletwa na utalii. Lakini eneo la pili ambalo tumelizungumza la muhimu sana ni mafuta na gesi. Kama mnavyotambua, Msumbiji wako mbele sana na wameanza zamani sana. Zaidi ya miaka 20 sasa wanafanya shughuli katika mafuta na gesi katika sekta hiyo. Kwa hivyo wana uzoefu wa kutosha ambao tungeweza kujifunza kutoka kwao. Lakini vile vile tunaweza, kama walivyozungumza wenzetu wa kule Tanzania bara, upo uwezekano wa kununua gesi kutoka Mozambiki kuja Tanzania. Eneo la tatu ni uvuvi, na hususan uvuvi wa bahari kuu. Leo baada ya mazungumzo yetu hapa watapata fursa ya kwenda kwenye taasisi ya Deep Sea Fishing Authority iliyopo hapa Zanzibar kuweza kupata maelezo ya kina juu ya fursa zilizopo katika eneo hilo. Ni eneo ambalo tukilifanya vizuri linaweza kuchangia kwa kiwango kikubwa uchumi wa nchi zetu mbili. Kwa hivyo kwa ufupi niseme kwamba nimefurahi kumkaribisha mgeni wetu. Tumefanya mazungumzo ambayo bila shaka yatafuatiwa na utendaji. Hatuna wasiwasi kwamba yatakuwa na tija kubwa kwa nchi zetu mbili. Lakini vile vile kama mnavyotambua, ukiacha uchumi na diplomasia na mambo mengine, nchi zetu hizi zina udugu wa asili kabisa. Vyama vyetu, Chama cha Mapinduzi wakati huo 5 na Frelimo, ni vyama ambavyo vina uhusiano mkubwa, na kama mtakumbuka Frelimo ilianzishwa hapa Tanzania. Kwa hivyo wao wanaridhika na uhusiano tuliokuwa nao kichama na kiserikali. Na vile vile tumezungumza habari za kiutamaduni, kwa sababu utamaduni wetu unafanana. Wako wananchi waliokuwa wananchi wa Msumbiji wengi hapa Zanzibar, na baadhi yao pia walishiriki hata kwenye mapinduzi ya Zanzibar. Kwa hiyo tuna udugu wa damu kabisa, na wananchi wengi hapa wameweza kupewa uraia, sasa hivi ni raia wa Tanzania. Kwa hivyo udugu huu tuliokuwa nao na ushirikiano huu bila shaka kwa ziara hii utaendelea kuimarika. Na mwisho kabisa tumezungumza swala la lugha. Kama mnavyotambua, wenzetu kule wanazungumza Kireno na sisi tunazungumza Kiswahili. Wangependa tuwapatie waalimu wa Kiswahili, na wao wanaweza kutupatia waalimu wa kufundisha katika taasisi zetu na vyuo vyetu hapa lugha ya Kireno. Kwa ufupi, hayo ndio yalikuwa mazungumzo yetu ya jumla, na nimefurahi sana kuwakaribisha hapa Zanzibar akiwa katika ziara ya Tanzania ya siku 3. Kama nilivyosema awali ni kwamba wenzetu wa Msumbiji walianza utafiti wa mafuta na gesi miaka mingi iliyopita, zaidi ya miaka 20. Kwa hivyo wao wameshakamilisha utafiti, wamepata ugunduzi, na sasa hivi wako katika kuzalisha. Kwa hiyo exploration halafu development. Sasa hivi Mozambique inazalisha
gesi nyingi sana, na wameshaweka mitambo ya kuichakata ile gesi, wanaisafirisha kuiuza nje ya nchi, ikiwemo kwenda Afrika Kusini. Kwa hiyo kwa ufupi niseme kwamba sisi bado tuko katika stage ya utafiti. Wenzetu wameshafika mbali. Kuna mambo mengi ya kujifunza kutoka kwao, yale ambayo ni ya mafanikio, lakini vile vile yale ambayo ni ya changamoto. Ili changamoto walizozipata tusije tukaingia na sisi, itatusaidia kujifunza kutoka kwao, lakini vile vile kujenga uwezo wa watu wetu katika sekta hiyo. Kwa hiyo yapo mengi ya kujifunza, kwa kuwa kama tulivyosema, mazungumzo yaliyofanyika kule Tanzania bara yameonyesha uwezekano vile vile wa Msumbiji kutuuzia gesi ambayo tayari wao wameshakuwa wanaizalisha. Kwa hiyo yapo mengi, na hapa Zanzibar sisi tumefikia katika utafiti, yani tunakaribia mwisho wa utafiti. Tumeshafika katika stage inayoita 2D seismic study. Bado kwenda kwenye 3D seismic study na kuchimba drilling, ya kuchimba visima. Kwa hiyo tunalo la kujifunza kutoka kwao.